Bwana Yesu asifiwe. Jumanne ya leo tunakumbusha pia juu ya malaika, jinsi ambavyo wamekuwa wema katika maisha yetu. Siku ya leo tunaangalia maserufi. Maserufi wametajwa katika kitabu kile cha Isaya sura ya 6, ukianzia mstari wa 1 hadi mstari wa 7, ambapo wamezungumzwa ni malaika wanaomtukuza Mungu hao, wakitamka mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi. Ni maserufi hawa, wana kazi ya kumwinua Mungu. Hawaishi hapo hawa malaika. Maserufi wana kazi pia ya kuzidi kukumbusha na kuzidi kutakasa dhambi kwa watu wa Mungu katika midomo yao. Na ndio maana Isaya sura ya 6 inazungumza sehemu fulani. Isaya alikuwa anazungumza, tazama Mungu, nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu, nimezungukwa na watu wenye midomo michafu, na mimi nimekuwa na mdomo mchafu. Kazi ya malaika hawa maserufi ni kutakasa na kusafisha midomo yetu. Na wewe ni shahidi, mdomo wako ukoje? Ni swali leo. Mdomo wako ukoje? Mdomo wako huo, sina wewe unashuhudia, ndio mdomo wako uliosababisha hata ndoa za wengine pia umeharibu? Kwani uongo? Mdomo wako huo ndio leo unakwambia kwamba wewe huwezi, umelogwa, na ndio maana umeshuhudia na wewe kwamba umelogwa wakati hujalogwa. Kwani uongo? Mdomo wako huo ndio umeshashuhudia kwamba hautaweza kufanya jambo lolote lile na ukajitamkia. Mdomo, katika mdomo tunajifunza kuna ulimi, na ulimi una kazi ya kuumba. Hivyo basi watu wengi leo wameshuhudia hili na wamekumbana na hili na wakashuhudia ya kwamba kwa kweli kupitia hivyo haitawezekana. Niukumbushe hili, kitabu cha Player anazungumza maneno haya. Malaika wanahudumu, wanangojea karibu na kiti cha enzi kutii mara moja agizo la Yesu, kutii mara moja agizo la Yesu la kujibu kila ombi linalotolewa kwa imani, la kujibu kila ombi. Hawa malaika pia wanafanya kazi mojawapo ni kuhudumu katika kiti kile cha enzi, kutii mara moja agizo ambalo wanapatiwa. Sio tu kutii, wanahusika pia kujibu ombi la mtu ambaye anaomba kutoka ndani ya moyo. Hivyo basi nikukumbushe hivyo katika siku hii ya leo kwamba malaika hawa maserufi wana kazi kubwa wewe ya kuzidi kukusaidia katika ucha Mungu wako, kutembea na Mungu siku zote za maisha yako. Ondoa wasiwasi, ondoa mashaka. Mungu azidi kukutia moyo na uzidi kumwangalia yeye, na uzidi kuamini pia ya kwamba kuna malaika wa kimbingu ambao wanafanya kazi kwa ajili ya maisha yako. Nikumbushe hivi, malaika hawa wanalinda hadi kaburi lako utakapokufa. Kataa ukubali, kaburi lako kama utakuwa kwa Mungu, utakapokufa litalindwa na malaika pia. Nitakapokufa kaburi langu litalindwa. Kwa hiyo basi chunga hili, liangalie hili kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba kuna malaika pia wa kimbingu. Tunashuhudia mapepo ni malaika wa kimbingu, majini ni malaika wa kimbingu, na vitu vingine, mizimu ile ni malaika wa kimbingu hao. Chagua leo kulindwa na malaika wa kimbingu, ni salama zaidi, ni salama. Endelea kufuatilia vipindi hivi popote pale ulipo. Mungu wetu azidi kukubariki sana. Kesho tutaangalia malaika wengine. Kesho tutajikita kuangalia malaika wengine ambao wana kazi kubwa ya kubeba maombi ya wacha Mungu, kazi kubwa pia ya kufikisha ombi ambalo linaombwa leo duniani. Maombi, kumbuka, yanajibiwa mbinguni. Hakuna ombi ambalo linajibiwa na mtu fulani duniani, yanajibiwa kule mbinguni. Mungu akubariki sana.